Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azam Zungu ametangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jacinta Joakim Mgahama kilichotokea leo tarehe 11 Disemba mwaka 2025 jijini Dodoma. Katika taarifa hiyo, Spika Zungu amesema hivi: kwa masikitiko makubwa naomba kutangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jacinta Joakim Mgahama kilichotokea leo Disemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Natoa pole kwa waheshimiwa wabunge wote, familia marehemu, ndugu, jamaa na wananchi wa jimbo la Peramiho. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu. Aidha, ofisi ya bunge ikishirikiana na familia marehemu imesema inaendelea kuandaa mipango ya mazishi na taarifa zaidi zitatolewa mara zitakapokamilika. Mheshimiwa Jacinta Mgahama aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali serikalini. Amekumbukwa kama kiongozi mahiri, mchapakazi na mwenye kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Baada ya taarifa hizi kusambaa leo hii hapa tarehe 11 ya Mheshimiwa ama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa rambirambi zake na salamu za pole kwa ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla, kwa kuandika hivi kupitia mitandao yake kwa ujumbe ambao ulikuwa umekusudiwa kuwafikia Watanzania wote kwamba: nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha mbunge wa jimbo la Peramiho Mheshimiwa Jacinta Joakim Mgahama. Ninatoa pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azam Zungu, wananchi wa jimbo la Peramiho, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kwa miaka 38 Mheshimiwa Mgahama amekuwa mwanachama mahiri wa Chama cha Mapinduzi CCM, kiongozi wa vijana, kiongozi wa wanawake, waziri katika awamu mbalimbali na mnasihi wa wengi katika siasa na maisha. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina. Ndio ujumbe ambao alikuwa ameuandika Rais Samia Suluhu Hassan. Hizi ni salamu zake za rambirambi kwenda kwa ndugu, jamaa na marafiki wa mwenda zake. Namzungumzia Mheshimiwa Jacinta Mgahama ambaye amefariki dunia leo kwa tarehe 11 Disemba mwaka 2025. Ni msiba ambao umetokea siku kadhaa tu baada ya kukamilika kwa uchaguzi na uapisho wa wabunge, na nadhani kwamba alikuwa hajakamilisha hata miezi miwili toka wameapishwa, sababu uapisho umefanyika baada ya uapisho umefanyika mwezi uliopita, na kwa maana ya Novemba, na sasa hivi hapa tuko Disemba. Sasa hizo ndo taarifa rasmi kutoka kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kutoka kwenye ofisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.